Semaji, mambo vipi? Bana, mambo poa kabisa. Naona una peruzi hapo. Nataka ni posti, naona nichelewesha, ngoja ni posti. Semaji, mchezo ulikuwaje kwanza, tuanzie hapo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo ulikuwa mgumu na tumefanikiwa kupata ushindi wa goli 4-0, ushindi mkubwa, ushindi mzito ambao kiuhalisia hata sisi wenyewe hatukutegemea kupata ushindi wa aina hii, lakini hatukutegemea vile vile utawala mkubwa katika mchezo wa leo. Kadri tulivyokuwa tukifikiria nusu finali na Coast, tukifikiria mechi na Coast, taswira iliyokuwa inatujia ni mechi yetu na Coast ya ligi kuu pale Mkwakwani Tanga. Mechi ilikuwa ni jiwe kweli kweli. Coast alitupa mechi ngumu kweli kweli, alitupa pressure kubwa kweli kweli. Kwa hiyo kila tukiwaza mechi na Coast tunapata mchecheto wa namna ile ya kwamba Coast huyu anaweza akatuharibia shughuli, lakini imekuwa tofauti. Wachezaji hii leo wamekuwa na commitment iliyokuwa kubwa, wamekuwa na ubora uliokuwa mkubwa, wamekuja wakiwa kwenye kiwango bora kweli kweli, na hatimaye tukafanikiwa kumtawala kweli kweli Coast na kumwadhibu magoli 4. Kwetu ni ushindi mnono, lakini kikubwa kabisa ni faraja ya mnyama kurejea kwenye hatua ya fainali baada ya miaka 4 kupita. Ni heshima kubwa kuona heshima ya mnyama inarejea, kuona nguvu ya mnyama inarejea, na tunarejea tena kwenye hatua ya fainali. Tumepoteza nusu fainali nyingi. Nusu fainali 3 tumezipoteza. Hii tukasema iwe iwavyo, lazima tufuzu kwenda hatua ya fainali, na Mwenyezi Mungu akasikia maombi yetu na dua letu, ametusaidia, tumeingia fainali. Tuna furaha kubwa kweli kweli hii leo. Mimi nilikwambia lakini jana kwamba kwa kikosi chetu ninavyokiona sioni wa kutuzuia kwenda fainali. Wasiwasi ndo akili na mashaka ni sehemu ya maisha. Nisingeweza kujiaminisha moja kwa moja. Chiko, hawa ni wagosi wa kaya, hawa ni Coastal Union, hawa wana uwezo wa kufanya chochote wakati wowote. Nafsi yangu ilikuwa imegawanyika kidogo, ujasiri na uoga ndani yake. Ilikuwa ni muhimu kuweka akiba kwa sababu Coast anaweza akakuvua taulo ukweni, lakini yote kwa yote wachezaji wetu wamenithibitishia na kunihakikishia kwamba tunayo timu bora sana, na wakiamua kumpelekea mtu pumzi ya moto wanaipeleka vilivyo. Semaji, katika kipindi cha miezi 6 tunaenda kucheza fainali ya pili chini ya Steve Barker. Ukiachana tuna fainali ya pili, ni fainali ambayo imebeba historia, miaka 4 bila kufika fainali ya CRDB. Steven Barker ni mwanamapinduzi. Niliwahi kulisema hili siku chache nyuma zilizopita. Ni mwanamapinduzi kwa maana ya kwamba tangu amekuja Simba Sports Club mapinduzi mengi yamefanyika, mageuzi mengi yamefanyika ndani ya timu yetu. Kumekuwa na improvement kubwa ya kikosi ndani ya timu yetu. Ukiangalia Simba hivi sasa inacheza mpira mzuri, Simba hivi sasa inaogopesha, Simba hivi sasa ni tishio, na ndio maana haishangazi kuona kwenye kila shindano tunafika mpaka tamati ya shindano husika, na ikiwezekana kuchukua ubingwa. Tayari Steven Barker ndiye ana muda mfupi ametupa ubingwa wa kombe la Mapinduzi, na Steven Barker sasa kombe la Muungano, na Steven Barker sasa anakwenda kutupa ubingwa wa kombe la CRDB. Tayari tumeshachukua ubingwa. Kwanza hatujawahi kupoteza fainali ya kombe la shirikisho. Tumecheza fainali na Namungo tukamfunga. Ya kwanza na Mbao Dodoma tukamfunga usiku kweli kweli. Akaja Namungo tukamfunga Sumbawanga. Akaja Yanga tukamfunga Kigoma. Sasa mimi nina mashaka gani Simba hii kwenye hatua ya fainali? Kwa hiyo ninao uhakika mkubwa kwa ubora aliyokuwa nao Steven Barker, nyama anakwenda kunyanyua hii ndo. Lakini kitu kimoja kizuri ni kwamba mechi ngumu za kombe la CRDB tumezimaliza. Mechi ngumu tumezimaliza. Yaani hii mechi yetu ya leo dhidi ya wagosi wa kaya ndio ilikuwa mechi ngumu iliyobakia kwenye kombe la CRDB. Bado kuna fainali tunajua namna gani ya kuchukua huo ubingwa, usiwe na mashaka. Tukiwaangalia wale wapinzani wawili ambao wapo kwenye nusu fainali ya pili kule Mwanza,
tunayo matumaini ya kutamba ya kwamba mechi ngumu ilikuwa ni hii nusu fainali dhidi ya Coast. Huko tunakoelekea tutakwenda kufanya maajabu makubwa sana. Unataka kutupa kisukari? Jiko. Inaogopesha kidogo. Wewe ulikuwa una matumaini ya 100% na mechi hii kwamba tunamnyonyoa Coast. Sahihi. Mimi nikawa na mashaka. Sasa na mimi nakwambia fainali tunao uhakika mkubwa wa kwenda kufanya vizuri kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Kwanza tuna muda mrefu hatujafika hatua ya fainali, lakini tuna muda mrefu zaidi hatujachukua ubingwa wa kombe la CRDB. Lakini kama haitoshi, hatujawahi kupoteza katika hatua hiyo. Yote hayo ukiyajumlisha, tunapata nguvu ya kwamba yoyote kwenye wale kule wenye nusu fainali yao ya pili, yoyote aje, Simba tuna uwezo wa kuruka naye vizuri kweli, sababu sio wageni. Tumekutana nao mara kadhaa katika mashindano mbalimbali msimu huu na matokeo yetu yamekuwa ni mazuri kweli. Unachoringia wewe ni mwana mapinduzi Steven Becker anajua namna ya kucheza hizi mechi, anajua namna ya kuandaa hizi mechi. Ukimpa ugumu mechi hii, mechi inayokuja kuna namna anakuja kukulainisha. Costa alitupa ugumu kwenye mechi pale kwao, leo hii amekuja na namna bora ya kumlainisha, amelainika, tumemgonga chuma 4. Kwa hata wale wengine kama wamewahi kutupa mechi ngumu kwenye mechi za nyuma huko, tayari Steven Becker ameshafanyia kazi hiyo mapungufu hayo. Kwenye mechi ya fainali ana uwezo wa kuja kufanya wonders. Ndio maana nina confidence ya 100% kubwa kweli. Sawa semaji. Kipindi cha pili tuliona katika dakika za jioni mwalimu aliingiza vijana. Hii inaleta hamu namna gani kwa wachezaji? Lazima wanasema ukila kumbuka na kesho. Kwa hiyo mwalimu Steven Becker anaandaa Simba ya msimu huu na Simba ya msimu ujao. Ndio maana akatoa Rushain, akatoa Ture, akaingiza watoto wadogo pale kwenda kutengeneza double compact nyingine ya Mbegu pamoja na Veda. Lakini akaingiza Kibaila kwa ajili ya kwenda kupata na yeye experience, kwa sababu unamtegemea huyu bwana mdogo msimu ujao uwe ndio msimu wake wa kufanya makubwa zaidi. Kwa hiyo anaandaa Simba ya msimu huu na Simba ya msimu ujao. Sawa, neno lako kwa mashabiki ambao wamekuja kuisupport timu yao? Tunawashukuru mashabiki wa Arusha. Tukiwa pale Mererani niliwaambia mashabiki wa Arusha ya kwamba tumepoteza nusu fainali 3 katika mikoa mingine. Nusu fainali hii imekuja hapa Arusha, tunaamini watu wa Arusha watatuvusha, na wameshathibitisha hilo kwenye mechi ngumu. Watu wa Arusha wamekuwa wakitupa support na hatimaye Simba inaweza kuvuka na kwenda hatua inayofuata. Tuliamini kwa hii nusu fainali kuchezwa hapa Arusha, mnyama angevuka kwa namna yote ile kutokana na nguvu kubwa waliokuwa nayo watu wa Arusha, na wametimiza majukumu yao ipasavyo. Mnyama amevuka, amekwenda hatua ya fainali. Tunawashukuru na kuwapongeza mashabiki wa Simba mkoa wa Arusha na kaskazini yake kwa ujumla. Wamekuwa thabiti sana kwenye kuipambania Simba yao, na kama fainali inakuja hapa bwana mapema. Haya wanasema kila